Adwanyoba ito muliega. Adwanyoba ito. Adwanyoba ito. Adwanyoba ito. Muliokuwa nyoba. Muliokuwa nyoba. No mweyo mereirie. Ona siathira kara. Ona twahatererio. Ona twanyarirwo. Mukeyomia. Ona ni deometie wakaheti wakairetu. Thayo nyoba itu. Thayo nyoba itu. Thayo nyoba itu. Thayo nyoba. Thayo nyoba. Mheshimiwa Rais, tumefika hapa kwa sherehe ya kumsindikisha rafiki yangu Architect David Keraho, Mheshimiwa Olokalau. Mama Jacqueline and your children, you know my friendship with your husband. Mimi nilijuana na Mheshimiwa Keraho 1985. Tukiwa katika Gilgil NYS tukifanya mazoezi ndio tuende chuo kikuu cha Nairobi. Baadaye tukakutana katika University of Nairobi, mimi nikisoma political science na yeye akisoma architecture, na tukakuwa marafiki wa dhati. Thayo nyoba. Mutukama kena adhigarisho itikana na adwashio. Nyinyi askari wachana na hiyo watu. Wako na amani na hawana maneno. Tafadhali askari, musiharibu sherehe ya Mheshimiwa Keraho. Thayo nyoba. Thayo. Ndamuthaitha muhorere. Muhorere nyoba itu. Tuhe Keraho gitio niguo. Niguo nyoba itu. Ndamuhoya thayo. Mimi nikakuwa na Keraho pale University of Nairobi. Tukakuwa marafiki wa dhati. Na sisi tukapendana na Bwana Keraho miaka yote. Baadaye ameanzisha kazi ya architect na mimi nikakuwa kwa administration. Huyu Keraho, nyumba yangu ya Wamunyoro pahali mnakujanga, Bwana Keraho ndio alichora hiyo nyumba. Wale mnafurahia mkija hapo nyumbani. Kutoka hapo amechaguliwa kuwa mbunge na tumekuwa na yeye katika bunge la 12. Na tukakuwa marafiki, tukakuwa members ya transport committee. Hata huyu Mheshimiwa Arama tulikuwa naye hapo. Na tukatengeneza urafiki ya maana sana. Hata alipochaguliwa 2022 na Jubilee tukaendelea kuwa marafiki. Kwa hivyo niliona hii wajumbe wanatembea na rais wakiuliza ati mimi nakuja mazishi kwa nini? Nyinyi mmejua Keraho juzi. Hamuelewi Keraho ni nani. Sisi tuko na maana ya urafiki. Mimi ni mzuri niambie watu ya Olokalau. Mama Jacqueline and your children, I'm grateful to your husband. A great man, a great leader, and a very principled person. When I was being hounded out of office, aliandikiwa messages kutoka wilaya, akatishwa, akaangaishwa, anitoe kwa ofisi through impeachment. Mheshimiwa Keraho akakataa. That is why I'm here to honor him. Huyu Keraho alikataa kutishwa, alikataa kuhongwa. Hao wabunge wengine wote walipewa pesa kuumiza mtu yao, kupeana kiti ya nyumbani, wakakula pesa. Ni wasaliti wa jamii yetu. But the Honorable Keraho is a great leader, and I'm here to honor him and to thank the people of Olokalau for giving him 3 terms. A man who can never betray his brother, a man who cannot betray his community, is a great man, and we have lost a great leader. Dreda nyina wa Keraho dehe domereri cia ruriri rwa Gikuyu na Mobi ni gutigwo ni mutongoria witu na mwana witu.
Mr. President, nimeona magazeti wakiandika ati kutakuwa na confrontation hapa. There will be no confrontation. This is a solemn occasion. Na tunataka ikuwe na heshima. Kwa sababu kila mtu amekuja hapa amekuja na nia njema. Mimi na watu yangu tumekuja na amani. I am sure Mr. President umekuja na amani. Wacha tumpatie huyu Kiaraho heshima yake. Mimi nimesema wiki iliyopita nikiwa kiongozi ya kwamba Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe. Akimaliza aende. Todo mugani neke. Kwa hivyo nataka kutoa mwelekeo kama kiongozi wa jamii. Nisisikie ngwe. Nisisikie nini? Rais akifika hapa aongee, asikizwe, amalize, aondoke. Tumekubaliana? Netwaiguithania. Kwa sababu rais, sisi tulikupenda, tulikuheshimu na tulikuchagua. Na hata kama tuko na shida na wewe, tutatatua huko mbele wakati ya uchaguzi. Saa hii wewe iko kwa kiti. Endelea kutufanyia ile utaweza. Na ujaribu tu, what you can do, you do. Mambo ingine tutatatua huko mbele. Kwa hivyo hii ni mkutano ya amani. Na mimi sitaki mtu yeyote, hata ile mambo nimesikia ya one time, sitaki kwa hii uwanja. Sitaki. Mmesikia? Hiyo ni mambo yetu ya huko nje. Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunataka ikuwe ya heshima. And since the president has come, he has come in good faith. Na mimi nikiwa kiongozi nataka apewe heshima yake. Wale watu rais wangepata shida ni hii akina Ichung'wa kama wangekuja hapa. Kwa sababu ni wasaliti wa jamii yetu. Na ni watu ambaye wametukana jamii. Ati wanasema sisi ni wakabila na hao ni Wakikuyu. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wa nilikuambia wataweka kwa shimo. Mimi nilikushauri rais, nikakwambia hawa watu ya mlima hawapendi usaliti. I told you that betrayal is not forgiven among our people. You chose to listen to Kimani Ichung'wa. Sasa hii jamii imekukataa. Na nilikuwa nimekuambia. Sasa huyu Ichung'wa alikuambia atirigiji atasaulika baada ya wiki 2. Sasa ni miaka ngapi? Mr. President, nakuomba ndugu yangu. You are my brother. I want to request you. Tafadhali, tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Tafuta urafiki na hii jamii. Usisikize hii watoto wanakuweka kwa shimo. Because rais, sisi tukikuchagua wewe, huku unaitwa Kamau, huku unaitwa Joroge, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto, si ndio? Na tukaupatia kura ze. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wakabila, unatuumiza kwa roho. Na kuomba from today, my brother William Ruto, ukienda kwa Wajaluo, hapana tukana sisi ati sisi ni wakabila. We are not tribal. Tulikuchagua, you are not a Kikuyu. Tukakupatia kura zetu. Tafadhali na kuomba, going forward, don't abuse our community. Let us be. Wacha tukae tu namna hiyo kwa amani. Hata kama hutaki sisi, don't abuse us. Because tukikuchagua, you are not one of us. But we loved you, we supported you, and we can work with you. But hawa watoto wanatembea na hawa. Si mimi ni mzee? Mzee aongea asiongee? Mzee aongea asiongee? Mr. President, when umenifukuza kwa kazi nimeenda Wamonyoro.
Mimi nakaanga kusikiza gra. Hata Uhuru Kenyatta ameenda Ichaveri anasikiza. Na nyinyi mnasikiza nini? Rais, nilifika hapa jana. Akina mama wakaniambia nikikuona nikuambie. Tulikuwa tumemalizana na vita ya pombe. Ile pombe ya kuua watu imerudi. Imerudi haijarudi? Inaua watoto wetu. Juzi nilisikia ukisema niliharibu. Lakini vile niliondoka mwaka moja unusu, ungekuwa na nafasi urekebishe. Hii pombe inaua watoto wetu. Tafadhali tunakuomba kama unaweza, kwa ile muda umebaki ya mwezi 14 kwa ofisi, urekebishe, tumalize hii pombe, watoto wetu wasipate shida. Number 2, President, huyu Kiaraho na mimi ni wa kanisa ya PCA. Na kanisa ya PCA iko hapa. When I was seated here, our parish ministers karibu 17 wamenitumia message. Wameniambia ukipata nafasi mwambie rais, watu ya PCA tulimpenda, tulimchagua, lakini tunaudhika na tunasitikika ya kwamba akiwa president wa Kenya, wahuni wameingia kanisani kupiga watu ndani ya kanisa la PCA huko Mweki na huko Kariobangi, na mpaka wa leo hawajashikwa. Wakristo wa PCA, rais, wanakuomba uamrishe wale watu walivamia kanisa la Mweki PCA, wale walivamia kanisa la Kariobangi, wakamatwe waende kotini. Nikiwa tu hapa, maaskofu 4 wa kanisa la ECK wamenitumia message. Wamesema nimeona mko pale na rais, ukipata nafasi mwambie ya kwamba polisi 12 walivamia kanisa ya ECK Witima wakiwa na bunduki na risasi na tear gas, wakaumiza wamama na watoto. Kesi imekwisha, uchunguzi umefanywa, wamejulikana. Rais, ECK Church na Wakristo wanauliza utoe amri, wale walivamia kanisa la Witima ECK wapelekwe kotini, ndio utafute amani na kanisa la Kristo. Yeye kiani ndikwenda gukiria hau. Thayo nyumba. Thayo nyumba. Rais, vile umeona leo na utakuja kuona tukiendelea mbele. Ni kweli ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na ninaomba tafadhali rais, umwambie Kimani Ichung'wa tunaenda Kikuyu Saturday. Amepanga wakora kupiga watu, kuchoma manyumba, kuharibu biashara. Mwambie Kimani Ichung'wa awache hiyo ujinga na utoto, umepitwa na wakati. Adu ajoba neto iwithania. Neto iwithania. Badilisha kama udhudha. Muthegi wa muthamaki wa rugama mithegi yothe gakoma ikarathi ni wahitia muno. Ikarathi. Muthegi titio mwo iguru. Ndengero kama mithegi igana. Muthegi wa iguru kandure iguru. Adu anyoba itu. Neto iwithania. Ndamuthaitha ciana citu mutikahuthirwo kuhura mwenzako. Ni turaigua uru muno mundu uyu arutete mbeca akanengera Ichung'wa akaheana ke makahura Gikuyu wenzao. Ni njonokaga muno nyumba itu ikirwa. Reke itwendane na tutikarwe. Niguo waheo mbeca uria kurekirwo kuria Wangigi, anake marairwo mbeca marahoria thimu, mararega kuhura andu ao. Neguo andu aitu mutikanarwe, nyumba itu yendane, muiguanire tha,
ndukana thece mwari murwa nyukwa kahiu ka mugongo arorete mbere ndukana igwire mwari wa nyukwa wairwa hikio ni gitonga no korwo gitonga kiu nikio gigathomithia ciana ciaku na mukire ki mutikarie andu aitu ni tuura tugeka ka tutioi warakara kaina wahiukerwo geka atia twathiaga tukenete tugacoka tukenete rugendo rwitu rwari rwega rugendo rwitu twathiaga tukenete rugendo rwitu rurari rwega nyumba itu mutikamake gutire mbura etekaga atia na ninge tutigacokia kara haria gekire atia tutigacokia kara haria gekire atia na ninge nyumba itu tutingetahika tucoke turie matahiko ucio ni urimu niguo nie nikimaliza rais nimekuhakikishia nataka rais akiamuka mnyamaze yote aongee si ndio na mimi nimeona Profesa Kindiki kuna pahali umetukosea kama jamii hii jamii yetu tuko na heshima na mtu yote ameaga dunia na sisi hatuwezi kuongea mambo ya urithi kabla hajazikwa umefanya makosa huko Tharaka kuongea mambo ya by election kama Kiaraho hajazikwa hiyo ni kinyume na desturi ya jamii yetu ya Mlima Kenya. We don't discuss inheriting somebody until he is buried. Hapo profesa umeanguka kidogo utarekebisha. Tusiongee mambo ya kiti ya Kiaraho kabla hajazikwa. Finally nimeona Speaker wa National Assembly hapa. Bwana Speaker, nimesikia ukiongea mambo ya standing orders. I want to draw your attention to standing order number 51. That to discuss somebody who does not sit in the National Assembly, there must be a substantive motion. It requires that a member delivers a written, signed motion approved by Speaker before it is placed on order paper for debate. For 5 times, umekubalia bunge kuongea juu yangu without a substantive motion. You have let the National Assembly down. You are the Speaker of the National Assembly, not a youth winger for UDA. Wewe, if Kimani Ichung'wah wants to discuss me, let him move a substantive motion in accordance with order, starting order number 51. Kaatiguo. Matida makijariria kuutani kihiki yao. Na leo ule Speaker ule ni wakili na ndarumagira watho na ni akwenda akirumira watho katiguo ndirenda kumuonia itungati cia ruriri niguo ukaya itungati cia ruriri iria tukoragwo nacio nigetha ndimwire uria ndirenda gwika uka kujeni hapa wale elected members only. Wale wengine mngoja hapo. Nataka hao wabunge. Huyu eta wajiko wa muhea. Mubuge wake beberi. Ne jaba kati jaba. Nege tugati kage tige tugati. Akidero kana akidero. Asante karo hau netoko ina. Huyu ni seneta wa Laikipia tagwo John Kenyua nigetungati kia ruriri uyu etagwo Major Dong mujumbe wa Embakasi Central nigetungati kia ruriri uyu etagwo Kagucia wa kuria Mukurwa-ini nigetungati kia ruriri uyu etagwo Kamanda mu Afrika wa kuria Roysambu nigetungati kia ruriri uyu etagwo Senator Murango
ni woguthurwo gavana wa Kirinyaga ni gitungati kia ruriri. Uyu ni gitungati kia Murang'a Senator Joe Nyoto. Uyu etagwo MCA wa Mwiki Kago Muhurira Irui. MCA wa Baragwe Mathenge. Masega Kuya Kasarani. Sisiri Karioki Nyandarua. Wakili Kirago hapa Nyandarua. Chomba Kinangovu. Majority leader hapo. Wapi waheshimiwa kwanza, waheshimiwa kwanza. Kairetu gaka geta Gacheri. Gaka maga Muruthi gaikarire njege. Na niko gakuaga mondo yakwa na thiri cia ruriri. Oyata wojeni wake hara wakura Naivasha. Oyo ni mwanake wakuria Joroko, asante sana. Peter Mwadhi from Limuru. Karani from Utawala. Speaker wa Iganjo hapa Nyandarua. MCA wa hapa Kalawa, asante sana. Oyo ni MCA witu wako ya Ijini, asante sana. Mwanake ogwetu Medhu. Kejuge. Leke juge. Juge kadika uge. Mwanake oyo kumarira JM wakwira 1975. Oyo niwe JM wito hago kunyadarwa. Na mutigacoka kuria JM wakwire ri. Mwanake oyo riria thiete Ruraya niwe ndigagira ruriri. Na tondu ni ngumagara mieri iri, mwanake oyo na timu ino niyo ndatiga magitire nyumba itu. Neguo mwanake oyo ni akuhawarwo anyitirwo na mahoya. Neguo asante sana. Leta hiyo kujeni hapa tuibe, leta kitabu keto ina karwimbo kamwe. Neguo tuko ina nyimbo cia kuinira Ngai namba 35 na mutuinithie Jesu we unyendete. Neguo Jesu we unyendete nigurira hariwe liria bara inene.
Nidoka na ngeithi cia muthamaki witu muthamaki wa kana wa Jamhuri ya Kenya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nimwamukira na tunaomba rais, hata kama watu wako na shida na mimi na jamii yetu, tunakuomba uambie hao wawache kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta amestaafu, apatiwe nafasi apumzike. Alifanya kazi ambayo inaonekana, na ningetaka kuuliza hao watu wako wa broad based, tumeona wakitukana Uhuru Kenyatta huko Nyanza, wawache. Wewe Kimani Ichung'wah, wacha kutukana Uhuru Kenyatta, hapana rika yako. Na tunaomba Uhuru apewe heshima yake. Nitwaiguithania muthamaki uri hani akuheo gitio giake, ni akuheo gitio giake. Nie ndire no ndungi ndacokia ngatho. Ngai witu amurathime na mwike wega. Ni muriuka kunjerera wa Munyoro, ni muriuka wa Munyoro mugokari mugokari mukarehwo nu methulu kamure. Thengio muno. Ngai witu amurathime amwike wega, murore magukumia, amwararamerie mihaka, amugitire kuma kwi ndwari, micii yanyu uraga irathimo hiana mbura njega. Aya nĩ wega mũno, na nĩ ngũria DJ he karwĩmbo kĩaraho arendete mũno. Ningependa basi, asante sana ndugu wananchi, viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, Mama Jackie Kiaraho, bibi wa ndugu yetu David Kiaraho na familia yako, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Olkalao na Nyandarua, hamjambo. Hamjambo tena. Andu aito moriega, mwathani agocwo, Ngai no mwega na hendesho the. Ebu mnisalimie hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi namshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii na kibali leo tufike hapa Olkalao ili tuweze kumsindikiza ndugu yetu kiongozi Mheshimiwa David Kiaraho. Mimi nilimjua huyu David Kiaraho wakati alichaguliwa kama mbunge wa sehemu hii, and I can bear witness that David Kiaraho was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kiaraho
alinialika hapa Olkalao mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalao na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Na ndio mimi nimefurahi leo kufika hapa, hata ingawaje ni kwa huzuni, ili tumpatie heshima huyu kiongozi kwa sababu ya utendakazi wake, kwa sababu ya kujitolea kwake, kwa sababu ya mchango wake kwa maendeleo ya Olkalao na taifa letu la Kenya. Mimi naambia familia, the wife and the children, you had an outstanding father and husband, and today we celebrate the life and times of this great leader in a very special way, and thank God for his life and for the contribution he has made in the development of our nation, and especially in the service of the people of Olkalao. Watu wa Olkalao, najua mmempoteza kiongozi wenu, mtu ambaye alijitolea. Ni kweli mwaka wa 2022 tulijaribu kama UDA kushindana na huyu Kiarao, lakini huyu Kiarao alitushinda kwa sababu ya kazi aliyokuwa amefanyia watu wa Olkalao. And it reminds us today ya kwamba hawa wananchi wanatambua kazi, sio makelele, sio vita, sio matusi, sio sarakasi. Na ndio sababu hiyo we are celebrating a leader today. And the people of this Olkalao constituency stood with Kiaraho because of his performance, what he did for the people of Olkalao. And every leader will be judged as such. Watu wa Olkalao, mimi katika kushirikiana na ndugu yetu bwana Kiaraho, kwanza alinisukuma sana wakati nilikuwa naibu wa rais chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Na nakumbuka tukisimama hapa kwa junction. Wakati huo hii barabara ya kutoka hapa Captain kwenda Ndemi haikuwa ya lami, ilikuwa ya vumbi. Na Kiarao kwa imani akasema one day hii barabara itakuwa ya lami. And he has not stopped. Alitusukuma, tukatengeneza hiyo barabara, imepita Ndemi, imepita Wanjohi, na saa hizi tumeanzia kule Ndonyonjeru ikisonga. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa hapa, mbali na mambo hiyo ingine yote, hiyo barabara tutawakamilishia. Aliniuliza vile vile, hii barabara ya kutoka kwa Mumbi kwenda Pasenga kwenda mpaka Boiman, wakiwa na huyu ndugu yangu kijana huyu bwana Mushira, hiyo barabara vile vile mimi nawahakikishia watu wa hapa Olkalao, hata kama ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao ametutangulia, hiyo barabara mimi nitahakikisha ya kwamba tumekamilisha. Watu wa hapa, mimi nataka niwaeleze vile vile, wakati mmoja nilikuja kwa sababu nimepatiwa orodha mrefu ya zile barabara mimi nimezungumzia. Na ni kweli hizo barabara zote mmetajiwa hapa ni mimi nilisema, sio mtu mwingine, ni mimi. Na mimi niko na akili ya kujua vile nitafanya hiyo barabara mpaka ikifika mwaka ujao
mimi nitakuja kufanya mtihani, na hiyo mtihani mimi nitapita. Mimi nataka niwaulize, si kila kiongozi alisema ile atafanya? Ama si kila kiongozi alisema ile atafanya? Si MCA alisema yake? Si mbunge alisema yake? Si gavana alisema yake? Si senator alisema yake? Si mimi nilisema yangu? Sasa kila mtu, wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Yes. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu, wewe pambana na yako. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Mimi nimesema kila kiongozi atapimwa na kazi yake. Kama wewe ni mtu ya kupiga nduru na kelele na kuzunguka sijui nini sarakasi, hawa wananchi si wajinga vile mnawaona. Wanajua ya kwamba huyu anafanya kazi, huyu ni wa matusi, huyu ni wa makelele, huyu hana mbele wala nyuma. Na hawa wananchi watatupanga. Ama namna gani, ndugu zangu watu wa Nyandarua? Watu wa Nyandarua, kuna mambo manne ya muhimu muliniuliza wakati mmenipatia nafasi ya kuwa rais wa taifa letu la Kenya. Na mimi nawashukuru sana kwa kunipatia heshima ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na ile tulikubaliana na nyinyi, si namna hiyo? Kuna barabara tulikubaliana na nyinyi. Mimi nataka niwahakikishie, wacha ile imesemwa hapa, kuna ingine hata nimeongeza. Yes, kwa sababu ninajua how to do it. Munanielewa jameni? Unajua hapa nilienda wakati mmoja hapa Ilpolosat hapa, nikapitia pale kuna mahali inaitwa kwa Wanjiku na kuna mahali inaitwa kwa Milka, si namna hiyo? Hiyo sehemu yote barabara yenu mimi nakuja nayo, relax. Mimi nilisema na nitakuja naye. Nilikuja hapa mara ya mwisho, nilikuwa hapa Nyandarua. Nyinyi muliniuliza, hasa kuna watu waliniwekea kibao kubwa sana, wakaniambia wanataka ile barabara ambayo mulisema kwa haraka Ruanyambo mpaka Kinamba. Si muliniwekea kibao hapo? Sasa mambo yenu iko sawa. Mimi nimepata pesa ya kuja kutengeneza barabara yenu, na mimi nakuja hapa kufanya hiyo barabara. Nyandarua hoye! Olkalau hoye! Mimi niko njiani nakuja kufanya hiyo barabara yenu. Hawa wananiongelesha hapa kwa maneno, mimi nitawajibu kwa vitendo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama tunaelewana watu wa Nyandarua. Huyu Kiarao alikuja kwangu akaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua sisi tumekubaliana kama viongozi, akiwemo gavana, wabunge wote, mama county na wale wengine, wakakubaliana viongozi wa hapa. Hata siku ile Kimemia alikuwa gavana, mulikuwa mumekubaliana ya kwamba tuwe na university hapa Nyandarua. Ni kweli ama si kweli? Mulianza kuuliza university miaka nyingi. Mimi niliwahakikishia ya kwamba in my time as President of Kenya there will be a university in Nyandarua County. Mimi nasimama hapa leo, watu wa Nyandarua. Last year, mwaka uliopita, tuligazette Nyandarua University College. Na nataka munisikize kwa makini. Hii kiwanja, hawa viongozi walikuja kuniuliza, wakaniambia, Bwana President, ili tuwe na mahali pazuri pa kujenga university,
tusiende huko Oljororok mahali kuna ile technical ama college yetu ya Polytechnic. Wakaniambia tuko na shamba hapa, wakaniambia tuhamishe shule. Mimi nikawapanga na milioni 10 tumehamisha shule. Mimi nimetumana tena shilingi milioni 100 iko hapa Nyandarua saa hizi nikiongea na nyinyi. Na mimi nataka nitangaze hivi. Hiyo milioni 100 mimi nataka shule ya Salient, wale waliotusaidia mahali pao ndio iwe university, wachukue milioni 20, milioni 80. Mimi napanga tukuje tuanzishe university tuition block hapo. Sikizeni, vile vile tumewapatia pesa ya kwanza milioni 350 ya kuanzisha ujenzi wa university, kujenga hostels, na mimi nitakuwa hapa, msikuwe na wasiwasi. Mimi nitakuwa hapa in the next 1 month, nitakuwa hapa kuanzisha hiyo university, na nimewapatia watu wa Nyandarua shilingi bilioni 1 ya kuendesha university ya Nyandarua. Yes. Neguo kana tiguo. Netura iguithania. Fio. Kabisa. Tuendelee na maendeleo ama mnataka tupige siasa? Maendeleo ama matusi? Maendeleo ama siasa? Sikizeni. Hawa viongozi walikuja wakaniuliza wakiongozwa na gavana wetu hapa Bwana Badilisha. Wakaniambia, Bwana President, hapa Nyandarua hospitali yetu iko chini. Na ni kweli, hospitali ya level 4 iko chini. Na Bwana Kimemia hapo alikuwa ameanzisha ile hospitali ya JM. Wakaniambia hiyo hospitali hatuwezi kuwa na pesa ya kukamilisha, inahitaji milioni 800. Mimi nikatoa pesa ya serikali milioni 800. Saa hizi hospitali hiyo inaendelea. Mwezi wa 10 mimi nakuja kuhandover hospitali ya level 5 ya watu wa hapa Nyandarua. Pia viongozi wa hapa walikuja wakaniuliza ya kwamba vile tunaona unajenga stadium Kenya mzima, hata watu wa Nyandarua wengi ni watu wa bidii, ni watu wa wanariadha wa kimataifa. Wakaniambia nijenge vile tumejenga kwingine, tujenge pia stadium hapa kwenu Nyandarua. Sikizeni watu wa Nyandarua, nikiongea na nyinyi saa hizi contractor yuko pale. Kabla ya Disemba hiyo stadium yenu itakuwa tayari, mnaweza kufanyia mambo pale. Nyandarua hoye! Tuendelee ama tuendelee? Niendelee na kufanya kazi? Sikizeni, mimi wakati niliomba kura zenu niliwaambia nitapanga mambo ya kilimo. Leo taifa letu la Kenya, ile fertilizer ilikuwa 7,000 ni 2,500. Kweli ama si kweli? Leo ile wakora wote wa kahawa niliwafukuza, and their political agents niliwafukuza wote. Leo kahawa ilikuwa inauzwa 50 bob, saa hizi inauzwa 120, 130, 140, 150. Kweli ama si kweli? Yes. Hiyo ndio ukweli. Niliwaambia ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mimi nitahakikisha ya kwamba wale wananchi wanahangaika na bills ya hospitali, tutatengeneza afya iwe ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri. Na leo hapa Nyandarua watu 1345 wamejisajili ndani ya SHA. Kenya mzima
watu milioni 30.3 wamejisajili ndani ya SHA. In the last 1.5 years here in Nyandarua, ile pesa tumelipa ya watu walioenda hospitali ni 1.24 billion shillings in Nyandarua County alone. No other administration has paid that kind of money for mambo ya matibabu katika Nyandarua County. Kwa hivyo ndugu zangu, sitaki kusema sana. Mimi tu nataka niwaeleze. Si hawa ndugu zangu wamepata nafasi, wameniongelelea hapa, sijui nini, one term, kasongo, sijui nini. Mimi nitakuja hapa kuwajibu na vitendo. Na mimi nimesema hivi, taifa letu la Kenya, mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kura zenu wakati huu, mimi nitaunganisha taifa letu la Kenya. Ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na hatuwezi kukubali wale watu ambao wanatuhubiria ukabila na chuki na migawanyiko. You have no space in the Republic of Kenya. You cannot. Hamuwezi kuja kutuambia ya kwamba mimi sina vita. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa Mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. I know what I'm doing. Na mimi urafiki, mimi nimetengeneza na watu wa Mlima hii, sio urafiki ya siku 2, 3 ama 4. Na mimi naelewa mtu asiniletee vita yake, alete kati yangu na watu wa Mlima. Mimi I know how to work with the people of Mlima. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends. Na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place and I will do everything as the President of the Republic of Kenya. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua. Mimi nitahakikisha ya kwamba haki ya watu wa Nyandarua haitabebwa na mtu yeyote. Nyandarua, maendeleo yake, nafasi yake itakuwa timamu na tutaungana tukienda mbele. Mwisho, sikizeni bana. Mimi nataka niwaulize hawa vijana. Niko na vijana wengi, taifa la Kenya. I have many young people. Vijana ambao ni viongozi wa siku za usoni wa taifa letu la Kenya. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya. Do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatma ya kiongozi yeyote. So don't be blackmailed. Na musiabudu binadamu. Muheshimu Mungu na mfanyie kazi hao wananchi. Hao wananchi ni watu werevu, watawachagua kwa ile kazi mmefanya. Sio kwa fitina, sio kwa matusi, sio kwa sarakasi. Na wale wanaongea maneno mingi, ni sawa tu. Nitakutana na nyinyi hapa mbele. Na muniangalie vizuri bwana. Mimi naelewa mambo hii Kenya. Ile kitu mimi nawaambia Wakenya. Mimi kwa mapenzi ya Mungu, nikiwa kiongozi wa taifa hii, nitaunganisha kwa mapenzi ya Mungu jamii zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Na hatutapatia nafasi kiongozi yeyote kugawanya watu wa taifa letu la Kenya
kwa misingi ya kabila hii na ile. We are going to stand united as the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Nyandarua tumekubaliana? Leo ni siku ya Kiarao, si ndio? Nimepitisha kidogo, munisamehe, nimepitisha kidogo. Kuna siku tutakuja maneno ya siasa, si ndio? Kwa sasa mimi bado niko busy, wacha nifanye kazi. Siku ya siasa ikifunguka, nyinyi kujeni na maneno kwa kiwanja, mtakutana na sisi. Nyandarua tumeelewana? Tuendelee ama tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Nione kwa mikono. Wakati wanasema tuendelee, basi maneno ndio hiyo. Mimi nataka niseme asanteni sana ndugu zangu wa hapa Nyandarua. Mimi nitarudi hapa tena na nitarudi tena na nitarudi tena mpaka hii Nyandarua ipige hatua ya kwenda mbele, na hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, kwa kanisa letu, mimi nataka niwaambie viongozi wetu wa kanisa. Nisimame hapo kidogo, naona hawanioni hawa maaskofu. Mimi najua hawa viongozi wa maaskofu wameniuliza pale, nikipata nafasi niweze nipange, ndio tuweze kupata nafasi ya kujadiliana na wao mambo ya maendeleo ya kanisa letu na mashauriano yale mengine. Hiyo nafasi nitatafuta na nitawapatia na nitawatumia. Kuna ndugu yangu moja hapo aliyetuhubiria, huyo Alfred, my good friend Alfred. Huyo Alfred Kanga amesema amenikaribisha kwa kanisa la PCEA mara 17. Leo ni mara ya 18. Na hiyo safari yote nimekuwa kwa kanisa ya PCEA ilikuwa ni maendeleo ya kanisa na kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nataka nikuambia bwana mchungaji, kwa sababu umeniuliza wewe rais, hii nimekualika miaka hii yote, si upange hata chai nikuje nikunywe hapo State House. Wiki ijayo wewe nitakupangia ukuje kunywa chai ndio niweze kulipa deni yako. Mama Jackie Kiarao, nataka niseme asante sana kwa kusimama imara nyuma ya ndugu yetu Mheshimiwa Kiarao. You are a great pillar. You are a great support. I say this without fear of any contradiction. Mama Kiarao, nimetembea hii mara nikikuja hapa Olkalao, nikikuja Nyandarua. Huyu mama amesimama na Kiarao throughout his political journey. And I can attest that she is a great leader in her own right because she stood with my friend, Bwana Kiarao. You have given the best send-off to your husband. Many men here wish that their wives, when a time like this comes, would speak about them the way you have spoken about our friend David. Thank you very much for honoring your husband. Thank you very much for honoring your children. And I want to assure you that we will support you. We will support the people of Olkalao. Watu wa Olkalao, hata kama ndugu yetu ameondoka, mimi nataka niwahakikishie tutakuwa na nyinyi. Tutahakikisha ile ya watu wa Kiarao tulikubaliana na mheshimiwa, ile ya watu wa Olkalao tulikubaliana na mheshimiwa Kiarao haitawachwa nyuma. Tutasonga mbele pamoja na nyinyi. Mimi nasema shukurani sana watu wa Nyandarua, na wajali na wapenda. Mwadhani amuradhime. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Naomba tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tutamalizia ibada. Tungali tuko kanisani, kwa hivyo tutamalizia ibada, na hivi karibuni nitamwalika Reverend Alfred aombe, lakini niruhusu rais niwapatie